Naam, habari za wakati huu ndugu zangu waandishi wa habari. Mbele yenu kwa majina naitwa Betha Mswaga. Mimi ni meneja habari na mawasiliano wa shirikisho la mchezo wa kurusha mishale nchini Tanzania. Baada ya utambulisho wangu kulikuwa kuna ukimya kidogo hapa katikati. Sasa kama shirikisho, pembeni yangu hapa niko na rais wa shirikisho hili la kurusha mishale Tanzania. Tutakwenda kueleza ni kwa nini tulikuwa kimya kwa muda mfupi kidogo, lakini pia ipi mipango na mikakati ambayo tumekuja nayo mara baada ya kuja mbele yenu hapa kuzungumza na nyinyi. Nichukue fursa hii kumkaribisha rais aweze kuwapa mipango, mikakati, lakini pia na maboresho ambayo tumepanga kuyafanya kwenye shirikisho letu. Karibu sana President. Asante sana. Kwa majina naitwa Kelvin Ferdinand Tresfori, ni rais wa Tanzania Archery Federation. Kwa Kiswahili tunaita shirikisho la mchezo wa kurusha mishale Tanzania. Kifupi chake ni SHIKUMITA. Shirikisho hili limeanzishwa mwaka huu 2026 mwezi wa 3 tarehe 20, na limeanzishwa shirikisho hili kwa maana mbili tofauti. Maana ya kwanza ni kuona namna gani tunaueneza mchezo huu ndani ya Tanzania na nje ya Tanzania. Baada ya kuanzisha shirikisho hili palipatikana uongozi ambao kuna mimi rais, lakini kuna makamu wa rais, kuna katibu wa shirikisho, kuna wajumbe wa kamati ya utendaji, tuna afisa habari wa shirikisho, lakini pia tuna mhasibu, lakini pia tuna mwenyekiti wa ufundi kwa upande wa shirikisho. Sasa baada ya kuwa tumelianzisha shirikisho, tulianza kutengeneza management, na ndio maana tulikuwa kimya, lakini baada ya hapo pia tukawa sasa tuna mikakati ya kuona namna gani tunaweza tukazianzisha timu hapa Tanzania. Tusingeweza kuanzisha timu wakati hatuna makocha wa kuweza kuzifundisha hizo timu hapa Tanzania, na ukizingatia huu ni mchezo mpya kwa Watanzania na ni shirikisho jipya. Kwa hiyo tulikuwa tukijipanga kuona namna gani tunaweza tukaanza mkakati sasa wa kuanzisha huu mchezo uanze kucheza Tanzania. Mkakati wa kwanza tulifanya mawasiliano na World Archery, shirikisho la dunia la huu mchezo. Huu mchezo makao yake makuu ya dunia yanapatikana Uswisi, Geneva. Kwa hiyo baada ya kuwa tumecommunicate nao, wakatuambia kwamba kuna taratibu tunatakiwa tuzifanye, ikiwemo kujiunga na World Archery ili tuwe miongoni mwa members kama walivyo members wengine. Tuliendelea na hizo taratibu, lakini the same times pia sasa tukawaomba tuweze kupata mtaalamu kutoka World Archery ili aje Tanzania kwa ajili ya kuja kuwafundisha makocha wa Kitanzania. Tulikuwa tukiendelea na hizo process, na ndio maana tulikuwa kimya. Imefika mahala wametujibu na wametukubali na wametuamua kutupa mtu sasa wa kuja kuweza kutufundishia makocha wa Kitanzania. Mpaka hapa tunavyoongea tayari yule mtu ameshakatiwa ticket na federation, anategemea kuingia tarehe 30 mwezi huu, na tarehe 3 mwezi huu itaanza kozi ya kwanza. Tutakuwa tuna madarasa mawili. Darasa la kwanza litaanza tarehe 3 mpaka tarehe 8, na baada ya hapo darasa lingine litaendelea tarehe 10 mpaka tarehe 14. Kwa nini tumeweka madarasa mawili? Kwa sababu tunaleta kocha mmoja, kwa hiyo hawezi akafundisha watu wengi kwa wakati mmoja. Kwa hiyo darasa la kwanza tunategemea tuwe na watu 30 mpaka 40, maximum ni 40, na darasa la pili pia 40. Kwa hiyo almost tutakuwa tuna watu 80, na target ya shirikisho ilikuwa ni kupata makocha 50 wa Kitanzania wanaoweza kufundisha mchezo wa archery Tanzania, kwa sababu mchezo pia una kombe la dunia la mchezo, kuna World Cup ya archery. Ukifuatilia utaona hicho kitu. Kwa hiyo tunahisi kabisa tunaweza tukaqualify kwa haraka kama endapo huu mchezo tutapata wataalamu ndani ya Tanzania, kwa sababu utaenea kwa haraka. Kwa hiyo nilitaka niwaambie kwanza, cha kwanza tuko kwenye mkakati wa kuendesha hayo madarasa mawili, lakini darasa hilo ambalo tunakwenda kuliendesha tutashirikiana pia na Baraza la Michezo la Taifa BMT katika kuendesha hii kozi. Na kozi hii tunategemea kwa kila mshiriki basi atachangia kiasi cha shilingi 100,000 kama sehemu ya kuweza kupata elimu ya huu mchezo, lakini the same time vitatoka vyeti ambavyo vyeti hivyo vitakuwa vimesainiwa na yule international coach ambaye anakuja kutoka World Archery. Hiyo ndio mikakati ya kwanza ambayo tumejiwekea, lakini mpaka dakika hii tumeshafanikiwa kuwa na timu mbili ambazo tumeshazisajili. Tuna timu ya Dodoma inaitwa Twiga Archery ambaye hapa iko pembeni yangu. Hii ni timu ya kwanza ambayo itaenda kuwekwa pale Dodoma, inaitwa Twiga Archery, ina katiba yake na uongozi wake na kila kitu. Lakini the same time tuna timu ya Mwanza ambayo inaitwa Rock City Archery. Hii hapa pia nadhani mnaiona. Hii ni timu ambayo tayari ina mwenyekiti wa klabu, ina katibu wa klabu, ina wajumbe na kila kitu. Kwa hiyo tunategemea pia Dar es Salaam kuanzisha timu mbili, lakini timu ya mwisho ya 5 tutaianzisha kule kwa Wanzabe, ndio target yetu kwa sasa kama shirikisho. Tukianzisha timu mbili Dar es Salaam, basi itakuwa ni rahisi kuanza
train haya mashindano kwa sababu tutakuwa tuna timu mbili, lakini Mwanza na Dodoma tunaanza kuweka timu moja kwanza. Target nyingine ni kuona namna gani mwezi wa 9 FEASA tunaweza na sisi walau tukaudemonstrate mchezo wetu kwenye mashindano ya FEASA, tukiwa tunalenga hasa kwenda kuanza kupeleka sasa kwa mashuleni. Hiyo ndio target nyingine ambayo tumejiwekea. Lakini the same times katika hili darasa ambalo tumesha rearrange, tunategemea pia kuwapata baadhi ya walimu wa sekondari, shule ya msingi na wadau wengine wa michezo ili kuona namna gani pia inakuwa ni rahisi kuendelea kusambaza mchezo wa archery Tanzania. Lakini pia tofauti tu na hayo, tumejipanga kuona namna gani katika kozi yetu, aidha wakati wa kuifungua hii kozi au kufunga hii kozi, basi tutawaalika majirani zetu. Huu mchezo Kenya tayari upo, Uganda upo, na nimeshaanza kufanya mawasiliano na rais wa Uganda Federation ambaye tunazungumza mpaka wakati huu kuona namna gani tunaweza tukamuinvite aidha mwanzoni mwa kufungua kozi au mwishoni mwa kufunga kozi, pale ambapo kozi yetu itakuwa inafungwa, ili aone namna gani pia na sisi tumekuwa miongoni mwa watu ambao wanafanya huu mchezo ndani ya East Africa. Target yetu namba 1 ni kuona namna gani mchezo pia tunaueneza Tanzania na nje ya Tanzania. Baada ya kuanzishwa hili shirikisho, tumefanikiwa kuanza kucommunicate na TOC, Tanzania Olympic Committee. Lengo la kuanza kucommunicate na TOC kuona namna gani tunaweza kuenda kujisajili IOC, International Olympic Committee. Sasa TOC walikuwa kidogo bado wana mambo ya uchaguzi na vitu vingine tofauti, lakini tulisha wa email na tulishawatumia barua. Kwa tuko kwenye mkakati wa kuweza kujisajili kwao na wao waweze kutusajili wapi? IOC, International Olympic Committee, ili tuweze na sisi kufaidika na vile ambavyo vinagawiwa au ile ruzuku ambayo inapatikana kwenye michezo yote ambayo iko Olympic kutoka IOC, International Olympic Committee. Lakini hili shirikisho kwa mimi ninavyofikiri au mimi ninavyoona mpaka wakati huu lina fursa nyingi. Fursa ya kwanza, kupitia huu mchezo wa archery ni rahisi watu wetu wa Kitanzania kupata ajira, lakini pia vile vile kutangaza fursa tulizonazo, kwa sababu sisi target yetu ni kushiriki Olympic inayokuja. Kwa nini tunaamini tunaweza tukashiriki? Tunaweza tukashiriki kwa sababu competition ya huu mchezo ndani ya Afrika ni ndogo. Ni nchi 5 tu zinacheza huu mchezo. Kwa hiyo ni rahisi sisi kupasua hiyo miamba na kwenda kule. Kenya walikuwa wanashiriki wakiwa na klabu tu, wameanza kushiriki wakiwa na klabu. Leo hii wana federation. Kwa hiyo sisi tayari tuna federation. It means tuna uwezo mkubwa sana wa kuweza kushiriki kirahisi mashindano ya Olympic haya yanayokuja na hata event ambazo wanaendelea kuwa nazo. Sasa mimi natoa rai yangu kwa Watanzania, ni vema sana tukashiriki kwenye huu mchezo. Kwanza ni mchezo ambao unachezwa sana Europe na Asia. Kwa hiyo utatoa tena fursa ya sisi Watanzania kupata exposure, lakini the same times kujifunza vitu vingine tofauti, lakini pia kutangaza vile fursa tulizonazo na hasa kuvutia wawekezaji. Kama mchezo wa archery umefika Tanzania, so ni rahisi pia mtu kuona namna gani anaweza kwenda kuona Tanzania wanafanya nini kwenye archery, au kwa nini Tanzania wameanzisha archery. Anapokuja pale atapata fursa ya kuona tuna mbuga za wanyama, tuna vitu tofauti, tuna mlima Kilimanjaro na vingine vingi. Kwa hiyo mimi nadhani mpaka hapa tunakoelekea, naona mwanga mkubwa sana wa Tanzania Archery Federation kwenda kuleta medali ndani ya Tanzania kama ilivyo mashirikisho mengine yanavyofanikiwa kuleta medali tofauti. Naweza nikatoa mfano kwa upande wa football, kwa kweli wanatuinspire, na upande wa riadha wanatuinspire, hata basket pia. Kwa kupitia hayo baadhi ya mashirikisho pia sisi tunajifunza kuona namna gani tunapita kwenye hizo njia walizopita wenzetu, ili kuweza kuona namna gani pia na sisi tunaitangaza nchi yetu na tunafanya nchi yetu pia ionekane kwamba inafanya michezo tofauti. Lakini pia tumepata idea ambayo tulikuwa tuko nayo kama management tunaizungumza kwenye upande pia wa AFCON ambayo inayokuja. Tunaona kama na sisi pia ni sehemu ya kuwepo kwenye hiyo AFCON. Kwa namna hipi, panapokuwa na AFCON, ukitembea nchi za watu au mashindano yote, even ni World Cup, nje ya uwanja huwa kuna event tofauti. Panaweza pakawa na boxing, panaweza pakawa na watu wanarusha hama na yani tufe, panaweza pakawa na watu wanarusha discus, visaani, kuna watu wanafanya javelin. Hiyo ni michezo ambayo inakuwa by the way nje ya stadium huwa inakuwepo. Kwa hiyo na sisi tunategemea kwenye AFCON inayokwenda kufanyika, basi tutaiunga serikali yetu mkono kwa kuona namna gani pia watu watakuwa na event ya archery pale nje kama sehemu ya kupata nini, kama sehemu ya kupata burudani tofauti ndani ya AFCON kwa ajili ya kuendelea kuipamba nchi yetu kwenye haya mashindano ambao wanatumia gharama kubwa na kwenda kujiandaa. Kwa kama shirikisho Tanzania Archery Federation, we are good, tuko katika malengo mazuri ya kuona namna gani tunaleta mapinduzi kwenye michezo
hasa ndani ya Tanzania na nje ya Tanzania. Na mimi naamini tumeshaanza kuona Watanzania wengi wana asili ya uwindaji. Uwindaji unatumia upinde na mshale. The same times huu mchezo ni kutumia upinde na mshale, ila kuna utofauti mdogo tu. Kuna upinde wa kutumika kwenye training na kuna upinde wa kutumika kwenye Olympic. Wa kwenye training ni upinde wa kawaida ambao ni upinde wa kisasa, lakini unakuwa hauna darubini. Lakini wa kwenye mashindano ya Olympic ni upinde ambao pia una darubini kwa ajili ya kuweza kumark vizuri target. Kwa hiyo tunategemea sana huu mchezo wa Tanzania unaweza kufanya kirahisi, kwa sababu Watanzania ni wazuri wa kukopi na kupaste. Kwa sasa tunategemea kukopi pia tukapaste mchezo, tukaleta impact kubwa sana kwenye michezo. Lakini pia tunaendelea kuona namna gani vyombo vya habari vimeendelea kuwa karibu na sisi, na ndio maana hata tulipokuwa kimya waliendelea kuona kwamba tuna namna tunatakiwa tujue nini kinaendelea. Tukawaambia muda utakapofika basi tutawajuza nini kinaendelea. Na sasa muda ndio huu rasmi tunakwenda kuanza. Baada tu ya kumaliza timu immediately baada ya kumaliza kozi timu zitaanzishwa hapa Tanzania, na tunategemea sana kuomba eneo la Gymkhanas kuwa kama ndo sehemu ya sisi kufanyia training zetu baada ya kuwa tumemaliza hii kozi na huyu mtu anayekuja kutoka World Archery. Kwa hiyo tunawakaribisha sana kuja kujiunga kwenye hii kozi, kwa sababu ni kozi ambayo utapata cheti. Utapata cheti ambacho kitakuonyesha kwamba wewe tayari ni mwalimu wa archery na unaweza kufundisha archery. Lakini pia kuna pointi moja kubwa sana ya msingi. Tusiangalie tu michezo, tutumie pia hizi federation zetu za Tanzania pia kujiendeleza kwa namna gani? Wewe unataka kusoma labda kozi za Olympic, uwezi ukaenda kusoma wewe kama wewe individual. Ni rahisi wewe kusoma kozi za Olympic pale unapotokea kwenye federation fulani. Like unatokea kwenye Tanzania Archery Federation, tunaweza sisi tukakupa dhamana ya kukuendeleza ukaenda ukasoma hiyo kozi kama miongoni mwa members ambao wanatokea kwenye Tanzania Archery Federation. Kwa sababu ili usome kozi za Olympic kuna kozi za management, kuna kozi za mambo ya solidarity, na baada ya hapo unaweza ukafanikiwa ukawa labda ni kocha kwenye hizi jumuiya za madola. Makocha wanatoka kwenye Olympic. Sasa Olympic wanapata wapi watu? Wanapata watu kutoka kwenye mafederation kama Football Federation, Archery Federation na mafederation mengine. Kwa hiyo kuna fursa hapa katikati, kwa maana kwamba utakaposhiriki hii kozi ni rahisi wewe kuacquire certificate ambayo inaweza ikakupromote wewe kwenda kusoma baadhi ya kozi za Olympic. Na labda niwaweke wazi, kozi nyingi za Olympic huwa watu wanakuwa wanalipiwa kuanzia air ticket, malazi na kila kitu. Kwa hiyo mimi nadhani ni fursa sasa ya kuichangamkia archery. Ni mchezo mpya ila ni mchezo mzuri, ni mchezo ambao unaweza pia ukampa mtu exposure akatembea. Huu mchezo wa archery mpaka hapa tunapoongea, kila siku kukicha, kila mwezi una event. Kama jana palikuwa pana event Spain, maana ambayo ilikuwa ni ya mwezi huu. Mwezi ujao nasikia kuna event pia USA. Kwa hiyo ni mchezo ambao kwa kweli unaweza ukatoa fursa kubwa sana kwa Watanzania na exposure pia. Kwa hiyo mimi nadhani kwa hayo ambayo nimejaribu kuyagusia, ninaona jinsi gani kwamba tuna kila sababu ya kuweza kuchangamkia hii fursa ya mchezo wa archery hapa Tanzania. Ni mchezo mpya, lakini pia sio mchezo ambao unatumia nguvu nyingi, unatumia mikono. Lakini pia tusisahau kusema kwamba huu mchezo wa archery hauchezwi tu na watu ambao ni wa kawaida, nikimaanisha watu ambao sio walemavu. Hata disability pia wana opportunity ya kuingia kwenye huu mchezo wa archery, kwa sababu kuna kitu wanaita Paralympic ni wale watu wenye ulemavu ambao wanacheza pia archery kutumia baiskeli kama vile ilivyo kwenye football na michezo mingine. Lakini pia kuna watu wanacheza huu mchezo wa archery pia wakiwa pia wanaganda sarakasi. Hapa Tanzania nimetumiwa clip, nimemwona mtoto mmoja anapanda kwenye stuli, anabinuka, then anaweza kurusha upinde kwa kutumia miguu yake yote miwili. Anashika ule upinde kwa kutumia mguu wa kushoto, anashika ile bow, anashika ule mshale arrow kwa kutumia mguu wake wa kulia, then anarusha, anapiga target. Kwa hiyo kumbe tuna vipaji tofauti. Wenzetu wengine huko bara la Asia wanacheza pia mchezo kwa kutumia farasi na vitu vingine. Kwa sasa sisi tutaanza katika level ya kawaida, tutacheza mchezo katika level, baadaye tutaona namna gani wa kuinclude hao watu wenye ulemavu, lakini the same times kuinclude pia watu ambao wanaweza kucheza mchezo kwa farasi. Huu mchezo utachezwa na watu wote, wanawake kwa wanaume. Huu mchezo pia haujakaa katika zile category, au unaweza ukawa na miaka 60 lakini ukacheza archery. Unaweza ukawa na miaka 55 lakini ukacheza archery. Unaweza ukawa pia na miaka 14 lakini ukacheza kama ilivyo football. Kwa huu mchezo criteria za football sisi tumebadilika kidogo tu, kwa maana sisi tuna uwezo wa kucheza mchezo mpaka miaka 60 kwa sababu is just a leisure game, lakini pia the same times hutumii power kama unavyotumia kwenye michezo mingine. Kwa nawakaribisha sana kwenye hii kozi ambayo tunakwenda kuianzisha kuanzia tarehe 3. Wadau wengi wa michezo mje mshiriki na mtapata vyeti, lakini pia the same times nawakaribisha sasa watu kujiunga rasmi kwenye archery,
Kama unaona una interest na kufanya kitu kama kinaitwa archery, basi karibuni sana, ili tuone namna gani tunaweza tukaanza kueneza huu mchezo kwa haraka Tanzania. Na target ya mwisho hasa huu mchezo ili usambae zaidi mashuleni, utawahitaji tuwe na wadau wengi ambao watakaoshiriki kwenye huu mchezo, kwa sababu wadau watatoka sehemu tofauti tofauti. Itakuwa ni rahisi zaidi kama tunapata mdau kutoka kanda ya kati, kanda ya ziwa, kanda ya kaskazini, tofauti tofauti. Itatusaidia sisi kuweza kueneza huu mchezo kirahisi. Na la mwisho kabisa, napenda kutoa shukurani za dhati kwa watu kutuvumilia toka pale tulipoanzisha federation. Tumekuwa kimya kidogo, lakini kama unavyojua kuanzisha kitu kipya inahitaji utengeneze kwanza foundation. Sasa tusingeweza kusema tunaweza kuwa na timu lakini wakati hatuna elimu ya huu mchezo. Kwa hicho ndio kilichotuchelewesha. Tunamshukuru Mungu, sasa tumeshachukua hatua. Na kwa hayo machache naweza nikasema karibuni sana, asanteni sana.